Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, na leo nataka tufunge kama muda utaturuhusu somo hili. Tunasema anza mwaka mpya na Bwana. Anza mwaka mpya na Bwana. Na nitapenda nikuonyeshe vitu viwili vitatu hivi vya muhimu ambavyo unaweza ukavifanya katika kumtafuta ama kumlingana Bwana. Baadhi ya mambo tulikusha kuangalia, lakini mengine pia nitakuletea upya na tutavifunga kwa pamoja tuweze kupiga hatua. Kumbuka mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi unapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa mtii kwa Kristo na kukubali kuwa mwanafunzi wake na unahamasisha wengine waweze kuwa wanafunzi. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unakubali kufanya maombi kwa ajili ya wasaji vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kuomba pamoja na timu yangu. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner na vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka kitendo chako cha kuamua kuwa partner, cha kuamua kutoa na kuchangia gharama za kupeleka injili, unafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kutenda kazi katika maisha yako na kukuhudumia sawasawa na utajiri wa utukufu wa Mungu katika Kristo Yesu. Lakini pia inafungua mlango kwa baraka ya Bwana kutenda kazi, kwa sababu unaamini kwamba wewe ni mbarikiwa na wewe ulibarikiwa ili uwe baraka. Kitendo cha kufanya hivyo unasababisha baraka izidi kuongezeka na kutenda kazi kwa wingi katika maisha yako. Lakini pia tatu, inasababisha mazao yako ya haki yaongezeke. Lakini pia 4, inasababisha kwamba neema ya Mungu ilete utoshelevu wa kila aina katika kila eneo la maisha yako, ili wewe uzidi sana kuendelea katika kila kazi njema. Lakini zaidi ya yote pia, kwa kufanya hivyo, baraka ya Bwana ambayo utajirisha inakutajirisha kwa utajiri wote, ili uzidi sana katika kila kazi ya ukarimu. Lakini kubwa kuliko yote na la muhimu, kwamba kupitia ulichokifanya, basi unafungua mlango kwa Mungu kupata sifa, shukrani na utukufu kwa wale ambao maisha yao yanabadilishwa na neno ambalo wanalisikia. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Unaweza ukaona jinsi ambapo unapata faida lukuki na mambo chungu mzima ambayo ni ya kimungu na ni ya muhimu yanaendelea katika maisha yako, kwa hilo tendo jepesi tu la wewe kuwa mkarimu na kuhakikisha kwamba unashiriki katika kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka tuendelee na somo letu. Kwa hiyo tunaangalia Zaburi 105 mstari wa 4. Daudi anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, ama na uwepo wake, utafuteni uso wake ama uwepo wake siku zote. Tuliangalia mambo kadhaa. Tuliona kwamba uwepo wa Bwana unatuingiza kwenye raha ya Sabato. Tukaona pia uwepo wa Bwana unasababisha tufanikiwe na kustawi. Tukaona uwepo wa Bwana unasababisha hofu ya Bwana ikae juu ya wote wanaotuzunguka na maadui zetu, na kwa maana wanakaa mbali. Lakini pia inaondoa vita, lakini pia inaondoa kujirudia kwa matukio mabaya mabaya. Kwa hiyo kama unataka mambo mabaya yaondoke katika maisha yako, uwepo wa Bwana. Lakini pia uwepo wa Bwana unaleta ustawi usiokuwa kawaida. Nataka tugusie vitu viwili chap alafu tutaangalia ile niliyokuahidi. Twende kwenye Samueli wa pili mlango wa 6. Nilishagusia ndani kipindi kama viwili ama vitatu vilivyopita, lakini hatukupata muda wa kusoma. Sasa kuna wakati Daudi wameenda kuchukua sanduku la Bwana, alafu wanataka kulileta, lilisababisha liliua mtu, kwamba ng'ombe walipojikwaa kwenye jiwe, alafu Uza akataa kulizuia akafa. Sasa mstari wa 8, Samueli wa pili mlango wa 6 mstari wa 8 anasema
Daudi, ama naanza mstari wa 7, ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza, akapaita mahali pale Perez Uza hata leo. Naye Daudi akamwogopa Bwana siku ile, akasema, litanijiaje sanduku la Bwana? Kumbuka sanduku la Bwana linabeba uwepo. Basi Daudi hakutaka kulileta sanduku la Bwana kwake mjini mwa Daudi, ila Daudi akalihamisha nyumbani kwa Obed Edom Mgiti. 11. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obed Edom Mgiti muda wa miezi 3, naye Bwana akambarikia Obed Edom na nyumba yake yote. Kumbuka sanduku la Bwana lilikuwa linabeba uwepo wa Bwana. Kwa hiyo kitendo cha sanduku la Bwana kuingia nyumbani kwa Obed Edom, maana yake ni kwamba uwepo wa Bwana uliingia kwa Obed Edom. Na anasema kwa muda wa miezi 3 Bwana akambarikia Obed Edom na nyumba yake yote. Sikia mstari wa 12. Kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibarikia nyumba ya Obed Edom na vitu vyote alivyo navyo kwa ajili ya sanduku la Mungu, ama kwa ajili ya uwepo wa Bwana. Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed Edom mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Kwa hiyo unaweza ukaona uwepo wa Bwana ulivyoingia nyumbani mwa Obed Edom kupitia ile sanduku la Bwana. Anasema kwa miezi 3 Bwana alibariki nyumba ya Obed Edom na watu wa nyumbani kwake na vitu vyote alivyokuwa navyo, kiasi kwamba watu wakaona waziwazi, taarifa zikafika kwa mfalme. Mfalme akasema, usinichezee, hebu lete ile sanduku letu, ameshia uwepo huko. Tuko sawa? Kwa hiyo unaweza kuona uwepo wa Bwana jinsi ambavyo una faida lukuki. Kwa hiyo yani hakikisha kila mara unapotaka kuanza jambo lako jipya, ni mpango wa biashara, ni kazi unatafuta, ni chochote kile, ama ndo umeshaajiriwa, anza na Bwana. Unataka kuanza biashara, anza na Bwana kwanza, kaa mbele zake, tafuta uwepo wake. Sasa nikuonyeshe pointi nyingine moja ya mwisho. Twende kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 1. Tuna story hapa ya wana wa Israeli wameambiwa waingie Kanani kwenda kumiliki, alafu wakaogopa. Sasa wakatuma wapelelezi 12, wawili wakasema tunaweza kuingia, 10 wakasema haiwezekani. Tuko sawa? Sasa nataka nianzie story tuanze mstari wa 37. Kumbukumbu la Torati mlango wa 1, tuanze mstari wa 37. Anasema, na Bwana alinikasirikia mimi kwa ajili yenu, akasema, wala wewe utaingia humo. Yoshua mwana wa Nuni asimamaye mbele yako ndiye atakayeingia, amtie moyo, kwa kuwa yeye atawarithisha Israeli. Kwa sababu ya kutuma wapelelezi alafu wakaingia kwenye kutokuamini, Musa anaambiwa wewe uingii, na wale wapelelezi 10 na taifa la Israeli waingii. Joshua na Caleb peke yao ndio watakaoingia kwa sababu waliniamini mimi. Ndio bottom line hiyo. Sasa nataka sikia mstari wa 39. Tena wadogo wenu mliosema watakuwa mateka, na wana wenu wasiokuwa leo na maarifa ya mabaya wala mema, ndio watakaoingia, nao ndio nitakao wapa, nao watamiliki. Sasa 40. Na ninyi basi geukeni, mshike safari yenu, mwende jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu. 41. Ndipo mkanijibu mkaniambia, sisi tumefanya dhambi juu ya Bwana, tutakwenda kupigana kwa mfano wa yote tulioamriwa na Bwana. Mkajifunga kila mtu silaha zake za vita, mkafanya wepesi kukwea mlimani. 42. Bwana akaniambia, uwaambie msiende wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Anasema msiende kupigana, maana uwepo wangu hauko pamoja nanyi, na kwa kuwa uwepo wangu hauko pamoja nanyi mtapigwa. Kwa hiyo unapata picha gani? Kwamba Bwana anasema usijaribu kufanya kitu chochote bila uwepo wake. Ukijaribu ukifanya, utafeli, utafanikiwa, hutastawi. 43. Basi niliwaambia msinisikize, bali mliasi amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani. Mkakataa, mkaamua kukwea, kwamba hakuna, sisi tutashinda. Tuko wengi hapa, tuna silaha, tuna fedha, tuna maarifa, tuna elimu, tuna uwezo, tuna connection, tuna network. Siku hizi wasema wenyewe tuna network. Tuna network, tutafanikiwa.
Anasema, na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzwao na nyuki, wakawaporomoshea Sairi mpaka Horma. Mkarudi mkalia mbele za Bwana. Bwana asisikie sauti yenu, wala hakuelekeza masikio yake kwenu. Sasa maana yake nini? Haya ndio makosa ambayo tunayafanya kila siku. Tunaanza kitu bila kumshirikisha Bwana, bila kutafuta uwepo wake. Alafu tukienda tunakwama. Tukikwama tunakuja kumwomba Mungu na kumlilia, hasikilizi. Kwa nini? Kwa sababu umekaidi, umeweka kiburi. Umeambiwa anza na Bwana, wewe umekataa. Umeenda kujitutumua, umeenda kukopa, umeenda si kufanya nini, umeingia makubaliano na watu ambako bila kuanza naye. Ndio maana tunasema dawa nini? Chukua mwaka mzima mpya unaoanza, ukabidhi mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nahitaji uwepo wako na nguvu zako ziambatane nami katika mwaka huu mpya. Pasipo wewe mimi siwezi kufanya lolote. Pasipo wewe mimi siwezi kufanikiwa, lakini wewe ukiwa na mimi najua nitafanikiwa katika mambo yote. Alafu anza mwaka. Then unapokuwa na vitu vidogo vidogo sasa, ama mambo makubwa makubwa, haijalishi. Kila hatua unachotaka kuchukua, kama ulikuwa na mpango kuanzisha biashara, tenga muda, kaa mbele zake siku 2 siku 3. Unataka kufanya sio maamuzi gani, tenga muda, kaa mbele zake, tafuta kusikia anasema nini. Lakini usianze alafu ukakwama ukarudi kwake. Tunaona hapa anasema hakusikilizi. Ndio maana amenituma nikwambie anza mwaka na yeye. Usitegemee akili zako, usitegemee nguvu zako. Nadhani message imefika. Sasa unasema okay, tumeshakupata. Kwa hiyo sasa tunaanzaje kumtafuta Bwana? Unakumbuka kuna story nilikwambia, tuliona Elia aliitwa aende akasimame mbele za Bwana. Wafalme wa kwanza 19, na tulikuwa tunaangalia kwenye mstari kama wangapi sikumbuka, na kama mstari wa 11 kuanzia pale. Nikakwambia kusimama mbele za Bwana, ambao hata Gabriel anamwambia Zakaria, mimi ni Gabriel nisimamae mbele za Bwana. Sasa hii dhana ni ya muhimu. Kwa hiyo nataka tukaangalie, tunapozungumzia kumtafuta Bwana ama kutafuta uso wake, kutafuta uwepo wake, huwezi ukatafuta uwepo wake bila kuwa mbele za uso wa muhusika. Kwa Kiingereza tunaweza kusema you seek an audience. Na as long as you are seeking an audience, you have to stand before the person or before a person. Kwa hiyo kama unatafuta uwepo wa Bwana, lazima ukasimama mbele ya uso wake. Ndio maana unaona kwenye lugha ya Kiebrania uwepo na uso inazungumzia kitu hicho hicho. Kwa hiyo unakwenda rasmi. Sasa twende kwenye Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 10 na mstari ule wa 8. Anasema, na wakati huo Bwana alilitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana. Kumbuka sanduku la agano la Bwana lilikuwa linabeba nini? Uwepo wa Bwana. Wasimame mbele ya Bwana kwa kumtumikia, ama to minister. Wasimame mbele ya Bwana to minister na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Maana yake nini? Maana yake ni hii, kwamba kama kuhani, kumbuka si wote tumekuwa ni makuhani kwa sababu ya kuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo tunapokwenda mbele za Bwana, as we minister to him, tunapomfanyia Bwana ibada, kama ambavyo nitakuonyesha muda sio mrefu, tukiwa pale tunadhibitiwa na uwepo wake. Ni kama umeingia kwenye mahali ambapo mtu anakaanga mandazi ama samaki, maana yake unabakiwa na kitu anaita shombo. Kwa hiyo present residue, uwepo wake unakuvaa. Alafu ukiwa pale mbele zake atakupa maelekezo wakati mwingine. Then unaona wakioka anasema kubarikia watu kwa jina lake. Maana yake ni kwamba unatoka hapo sasa unakwenda kufanya kazi aliyokuagiza kufanya kwa watu, maana yake unamwakilisha, lakini this time unaenda na uwepo wake, na hiyo kazi lazima ifanikiwe. Tunaenda sawa? Sasa hiyo ndio maana ya kusimama mbele za Bwana. Na ndio maana yeyote anayesimama mbele za Bwana kwa maana ya kumfanyia Bwana ibada, neno lake alianguki. Neno lake lazima litimie. Muangalie malaika Gabriel, muangalie Elia, muangalie Samueli, muangalie Musa, muangalie mtume Paulo.
Tena tukaangalia Mtume Paulo mara moja. Kwa hiyo kusimama mbele za Bwana, kumfanyia Bwana ibada ndio kumtafuta Bwana, ndio tuko sawa, ndio kutafuta uwepo wake. Kwa hiyo tukienda kwenye Matendo ya Mitume tulishaiangalia, hata tuangalie kidogo, maana tunafunga vitu leo. Tunafunga vitu leo. Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza. Anasema hivi: na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkerene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Sasa mstari wa pili. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga. Kwa lugha ya Kiingereza napenda inavyowekwa, anasema as they were serving the Lord and fasting. Kwa hiyo ni ngoja. Na hivi anasema while they were worshiping the Lord and fasting, walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga. Kwa hiyo ni njia moja hapa kabisa. Ukisoma kwenye New American Standard Bible anasema while they were ministering to the Lord and fasting. Ukisoma kwenye NKJV anasema as they ministered the Lord and fasting. Okay, maana yake nini? Kwa kumfanyia Bwana ibada na kufunga, tafsiri nyingine inasema walipokuwa wakimwabudu, worship, kumwabudu. Unaweza nitakuonyesha mambo kadhaa ambayo tutafanya kuhusiana na hiyo kuabudu, lakini nataka ulione walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, ama walipokuwa wakimwabudu na kufunga. Kumbuka kwenye hili kusanyiko hapa kuna Waisraeli ama kuna Wayahudi ama kuna Waebrania. Kwa hiyo ina maana utamaduni waliokuwa nao katika dini yao ya Kiyahudi ama katika utamaduni wao wa Kiebrania utakuwa bila shaka ndio ulikuwa unatumika katika kumfanyia Bwana ibada na kufunga. Sasa kwa hiyo anasema walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, then anasema kichofuatia nini? Roho Mtakatifu akasema. Kwa as you minister before the Lord, unapokuwa ukimfanyia Bwana ibada na kufunga, mara nyingi Bwana ataongea, Roho Mtakatifu ataongea. He will speak to you. Then of course asante. Sasa walikuwa wanafanya nini hapo mbele za Bwana? Tafsiri inasema walikuwa wakimwabudu. Moja tuangalie kwenye za Kiswahili wanasemaje? Za Kiswahili wanasemaje? Twende tuangalie. Biblia bado inasema walipokuwa wanafanya ibada yao kwa Bwana na kufunga. Neno anasema walipokuwa wakimwabudu Bwana na kufunga. TKU anasema watu hawa wote kwa pamoja walikuwa wanamwabudu Bwana na wamefunga. Kwa hiyo kumwabudu Bwana, kwa maana yake nini? Tukitaka kupata ufunguo wa hili, nataka twende kwenye nini? Kwenye Nyakati wa Pili. Nyakati wa Pili mlango wa 10 na Nyakati wa kwanza, Nyakati wa kwanza, nisamee. Nyakati wa kwanza mlango wa 16. Nitaanza kusoma mstari wa kwanza. Kumbuka ili sanduku limeshaua watu, kwa sababu kosa la Daudi na watu wake walibeba sanduku kupitia kwenye gari la ng'ombe, lakini sanduku la Bwana linatakiwa libebwe na makuhani, binadamu ambao ni makuhani, sio wanyama, sio gari la ng'ombe wala sio mtu baki. Ndio maana Uza alipogusa alikufa. Kwa Nyakati wa kwanza 16 mstari wa kwanza anasema hivi: wakaliingiza sanduku la Mungu, kumbuka ndio linalobeba uwepo, na kuliweka katikati ya hema aliyoipiga Daudi kwa ajili yake, kwa ajili ya hilo hema. Wakatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani mbele za Mungu. Na Daudi alipokwisha kuitoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, akawabariki watu kwa jina la Bwana. Sasa sikia mstari wa 3. Kisha akawagawia kila mtu wa Israeli, waume kwa wake, kila mtu mkate wa ngano na kipande cha nyama na mkate wa zabibu. Sio pointi namba, mstari wa 4 sasa ndio naolenga. Akawaagiza baadhi ya Walawi, kumbuka Walawi ambao hawa ndo walitengwa na Bwana wasimame mbele zake wamfanyie Bwana ibada na kubariki katika jina lake. Akawaagiza baadhi ya Walawi kwamba watumike mbele ya sanduku la Bwana, kwa lugha nyingine wasimame, to minister. Wamfanyie ukumbusho na shukrani na sifa Bwana Mungu wa Israeli. Sasa ngoja tusome mstari kwenye tafsiri ya Neno na Biblia Habari Njema, tutapata vitu kadhaa. Anasema hivi, Biblia Habari Njema anasema zaidi ya hayo Daudi aliwateua baadhi ya Walawi wawe wahudumu wa sanduku la Mwenyezi Mungu, wamtukuze, wamtolee shukrani, wamsifu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli. Neno anasema akawaweka pia baadhi ya Walawi ili wahudumu mbele ya sanduku la Bwana, kufanya maombi,
kumshukuru na kumsifu Bwana. Umeona hiyo? Kwa hiyo kufanya maombi, kumsifu, kufanya maombi, kumshukuru na kumsifu Bwana. Kwa hiyo maana yake nini? Ninapoenda kujitenga, maana yake ni kwamba moja, kumfanyia Bwana ibada, maana yake kumtafuta Bwana, kwenda kusimama mbele yake, itaambatana na mimi kufunga. Unasema mimi siwezi kufunga, is okay, lakini ungeweza kufunga, ingependeza. Kwa hiyo ingeambatana na wewe kufunga, kwa sababu kufunga kuna kusaidia kusikia kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo kufunga, lakini unasema nafungaje? Vyovyote. Wengine wanafunga Instagram na nini, Instagram na nini naitwa na Facebook na TikTok na nini, mitandao ya kijamii. Wengine wanafunga chakula. Wengine anasema nitafunga mlo mmoja, mwingine anasema nitafunga milo miwili, mwingine anasema nafunga milo mitatu, mwingine anasema nafunga kavu kabisa siku 3 juu yako. Lakini ukifunga, vyovyote utakavyofunga, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Sitakaa niache kusisitiza hili jambo. Maana watu wengi huwa wanaweweseka na kuanza kupata maono feki kwa sababu ubongo unakuwa umepungukiwa na maji. Na ubongo wako ukipungukiwa na maji lazima utengeneze sinema. Kwa hiyo kufunga huku kunaambatana na nini? Kunaambatana na mimi kuhudumu mbele za Bwana. Kwa kufanyaje? Maombi, shukrani na sifa. Maombi, shukrani na sifa. Kwa hiyo nikiwa mbele za Bwana lazima nihakikishe shukrani na sifa. Kwa kama ni muimbaji, imba. Sasa usije ukaimbe nyimbo ambazo hazihusiani na Bwana. Maana upendo wengine na ninyi Bwana. Unaanza kuimba nyimbo za uinjilisti. No, hapa you sing tu. Kuna tofauti kati ya kuimba kuhusu Bwana na kumuimbia Bwana na kuimba kuhusu ninyi. Sikuelewa. Kwa unaimba kuhusu yeye. You minister to him, you bless him. Unanielewa? Kwa hiyo unashukuru. Unashukuru kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mema yote ambayo amefanya katika maisha yako. Amekuokoa, amekupa mwanae mpendwa, amekupa Roho Mtakatifu, amekupa neema yake, amekupa haki, amekufanya kuwa mtakatifu, amekufanya kuwa mrithi wa ufalme wa Mungu, amekufanya kuwa mwanae, amekupa karama ya kunena kwa lugha, amekupa Biblia, neno lake, maneno ya uzima ambayo yanakubadilisha, amekuweka kwenye kanisa zuri, amekupa. Kuna vitu chungu mzima vya kumshukuru, ikiwa ni pamoja na pumzi ambayo unavuta, ikiwa ni pamoja na ya kumshukuru yako ya kutosha. Msifie kuhusu ukuu wake na uweza wake, kwamba uaminifu wako ni vizazi hata vizazi, na uweza wako ni wa milele yote, kwamba wewe ni Mungu ambaye kiti chako cha enzi msingi wake ni haki na hukumu. Wewe unapenda kutenda haki na hukumu kwa ajili ya wote wanaoonewa, kwamba asante kwa ajili ya neema yako. Mambo mengi ya kumsifu na kumshukuru na kumtukuza. Alafu una maombi. Kama una maombi, omba hicho unachokiomba. Nao ni sehemu ya kumfanyia Bwana ibada. Wakati mwingine unamuuliza kwamba Roho Mtakatifu, ungependa niombee nini? Doesn't matter. As you do that, hiyo ndio inaitwa to minister unto the Lord. Inachanganyikana na ama kumfanyia Bwana ibada, inakichanganyikana na nini? Na kufunga. Ukiwa hapo, kama tulivyoona kwenye Matendo ya Mitume 13, Roho atasema. Kama tulivyoona kwenye Samueli wa kwanza mlango wa 3, Bwana akamwita mtoto Samueli, kwa sababu Samueli alikuwa anakaa mbele ya uwepo wa Bwana. Haiwezekani ukaenda mbele ya uwepo wa Bwana alafu Bwana aseme na wewe. Tuko sawa? Sasa hauendi kutafuta kusikia kutoka kwa Bwana ili uonyeshe wengine kwamba wewe ni wa kiroho mno, you are too spiritual, wewe ni wa hali ya juu. Ndio maana wengine mnaingiwa na mapepo. Don't do that. Kumbuka nilikwambia msingi wa wewe kuongozwa na neno. Hata kama umesikia kitu ukiwa kwenye maombi, lazima uhakikishe kwamba kinakubaliana na kushabihiana na sifa na tabia ya Mungu. Kinakubaliana na kushabihiana na kile ambacho neno la Mungu limeonyesha, limefundisha kuhusu Mungu na njia zake. Tunaenda sawa rafiki? Kwa hiyo unakaa, as you do that, unapokuwa ukimfanyia Bwana ibada, ukiwa mbele zake, ukiwa umefunga, unajaa. Sasa wakati mwingine unaweza usisikie kitu, lakini kumbuka kikubwa kilichokupeleka pale ni kufukuzia uwepo wake. Unataka uwepo wake uambatane na wewe katika mwaka mpya. Unataka uwepo wake uambatane na wewe katika kazi yako. Unataka uwepo wake uambatane na wewe katika biashara yako, katika huduma yako, katika malezi yako. Chochote kile unachotaka kufanya, you want him, you need him. Kwa hiyo muhimu kwako ni uwepo wake zaidi kuliko hata yeye kusema.
pamoja na kwamba akisema ni vizuri, lakini kikubwa unachotaka ni uwepo wake. Kumbuka Zaburi ya 105 mstari wa 4 anasemaje? Mtakeni Bwana na nguvu zake, mtafuteni Bwana na nguvu zake, tafuteni uwepo wake siku zote. Kwa kikubwa ni uwepo wake kuliko hata kusikia. Usiposikia kitu usipate shida, na kuhakikishia hilo ambalo umeenda kumtafuta kwa ajili ya, ukitoka hapo wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, miezi miwili, mitatu, minne, mitano, utaona mafanikio ya kushangaza kabisa. Kwa hiyo naamini utafanyia kazi haya yote tuliojifunza kwa wiki mbili hizi, na maisha yako yatabadilika. Usahau kututumia ushuhuda, tueleze, usikae kimya, tueleze tu yale mambo ambayo umejifunza Bwana ametenda katika maisha yako sababu ya uwepo wake. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Kumbuka Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.